Kama unadhani umeshaona kila kitu, basi nikuambie kwamba bado hujaona, kwani kuna mengi yanayoendelea huko duniani. Na mimi kazi yangu kubwa ni kukuletea yale ambayo huenda hujawahi kabisa kuyaona wala kukutana nayo. Na katika steti moja inayopatikana huko kaskazini mwa bara la Amerika, kuna mji mmoja ambao watu wote wa mji huo wanaishi kwenye nyumba moja. Yaani katika mji huu watu wote wanachangia umeme pamoja na bili za maji. Na najua hii inaweza ikakushangaza sana, lakini nikuambie kwamba mji huu una nyumba moja peke yake, pamoja na vibanda fulani ambavyo vimejengwa kwa ajili ya shughuli za uvuvi ambao unafanyika katika maeneo haya. Na katika jengo hili ndiyo sehemu ambayo watu wote wanapoishi, na mahitaji yote muhimu yanapatikana kwenye jengo hili, kama vile maduka, shule, hospitali na hata ofisi za halmashauri, zote zinapatikana kwenye jengo hili moja. Lakini pia kwenye jengo hili kuna makanisa mawili kwa ajili ya ibada, na pia kituo cha polisi kimoja na jela moja. Vyote vinapatikana humo ndani ya jengo hili, na endapo mtu yoyote anavunja sheria, basi polisi watamkamata, kwani watu wote ni majirani na hakuna mahali popote anapoweza kukimbilia, kwani kuingia na kutoka kwenye mji huu njia yake ni moja tu, na ikifungwa hakuna yeyote anayeweza kuingia wala kutoka. Lakini pia wale wazee wa ulevi nao wamepewa kipaumbele kwenye mji huu, kwani kuna baa kubwa ambayo watu hawa wengi hujimimina hasa wakati wa baridi, kwani kipindi hicho kinawalazimu watu wa mji huu kukaa ndani bila kutoka nje, kwa sababu ukitoka nje ukazubaa kidogo unaweza kujikuta umeganda. Na mji huu wenye watu 1500 una kila kitu ambacho kinahitajika kwa binadamu, kwani mbali na yote kwenye mji huu pia kuna ATM mashine pamoja na migahawa mbalimbali. Na tena ukiwa kwenye mji huu unaweza kusevu pesa, kwa sababu hakuna maeneo ya starehe zaidi ya baa moja ambayo inapatikana ndani ya jengo hili peke yake. Na kwenye mji huu pia ikitokea umefumaniwa na mke wa mtu, basi unafukuzwa moja kwa moja, kwani kutokana na watu wote kuwa majirani, kuna wakati baadhi ya watu huzungukana wenyewe kwa wenyewe na kuanzisha mahusiano mapya na wanaume wa watu ama wake za watu. Lakini endapo ukibainika na kugundulika, basi unafukuzwa kwenye mji huu na unakwenda kuanzisha maisha yako sehemu nyingine kabisa, na hapa unakuwa hauruhusiwi tena hata kuja kusalimia. Je, huu ni mji gani? Kufahamu zaidi, kujua hapa ni wapi, basi tazama simulizi kwenye YouTube ya 7 Media, na mimi ninaitwa King DI. Asante na hongera zaidi kwa kuendelea kuichagua 7 Media. Na leo simulizi yetu inatupeleka mpaka Amerika ya Kaskazini, ambako linapatikana taifa moja la Alaska, taifa ambalo ndio sehemu ambayo inaongoza kwa ukubwa ukilinganisha na mataifa mengine yanayounda United States of America. Na katika taifa hili kuna eneo ambalo linapatikana kaskazini kwenye milima na mito mikubwa, ambapo eneo hili hapo mwanzo kabisa lilitumika na jeshi la Marekani katika vita vya pili vya dunia, na walitumia kama kambi ya kujificha wakati wa mapigano ya vita ya pili ya dunia. Na jengo hili rasmi lilijengwa tangu miaka ya 1952, na kisha baada ya jeshi la Marekani kumaliza masuala yake ya kivita, walitelekeza jengo hilo, na kutokana na eneo hilo lilikuwa na baridi sana, walishindwa kuendelea kubaki hapo, na mwisho wa siku wakaondoka na jengo hilo kubaki bila matunzo wala uangalizi wa aina yoyote ile. Na baada ya miaka kadhaa baadaye ya kutelekezwa kwa jengo hilo, watu wachache waligundua kuwa eneo hili lina samaki wengi na kuamua kuhamia hapa kwa ajili ya kufanya shughuli za uvuvi, ambapo walijenga majengo madogo madogo kwa ajili ya kuhifadhi vifaa vyao na samaki, huku wakiendelea kujificha kwenye baadhi ya vyumba vya jengo hili, ambapo muda huo lilikuwa ni jengo ambalo limechakaa kwa sababu halikuwa na uangalizi. Na kadri idadi ya watu ilivyokuwa kiongezeka siku hadi siku, serikali iliamua kuhamishia baadhi ya huduma za kijamii katika eneo hili, kama vile ofisi za serikali pamoja na mahitaji mengine ya kibinadamu, na rasmi kuamua kukarabati jengo hili lenye apartment zaidi ya 196, na kisha watu kuhamia na kuanza kuishi maisha yao hapa, na kutambua eneo hili kama ni mji mdogo ambao unapatikana Alaska.
Na katika mji huu kuna wakati hawatoki nje kabisa yani. Watu wote wanakaa ndani kutokana na baridi kali, ambapo muda huo chochote kinachopatikana nje ya nyumba hii lazima kitaganda kutokana na hali ya hewa ya baridi. Na wakati huo watu wengi wa eneo hili hunywa pombe ili kutengeneza miili yao kuwa sawa kutokana na baridi kali ya eneo hili. Na hadi kufikia hapo mimi wala sina la ziada. Nikukumbushe kusubscribe, kulike na kucomment ili uwe wa kwanza kupata video zetu kila tunapokuwekea kwenye ukurasa wetu wa YouTube. Jina langu ni King DI.